Asante sana Mtanzania. Sawubona everyone. Every piece tells a story of a culture, strength and unity. Give it a big hand for South Africa. Thank you. Marhaban binkum. From the shores of Muscat, Omani fashion shines with dignity and tradition. Ahlan wa sahlan ya Oman. Thank you. Setahin Kofkastum. From the coastal breeze of Mogadishu to the desert of the north, we greet you in peace and unity and pride. Let's all welcome Somalia! Thank you. Ni hao, everyone. China is full of history, art, and pride. Show us what you got, China. Thank you. Ya Salam Yemen, dressed in a traditional Yemeni attire that reflects deep heritage and beauty of the Yemeni people. Ahlan wa sahlan Yemen. Bonjour, ladies and gentlemen, with a touch of style and a smile full of charm. This look reminds us that fashion is not just clothes, it's confidence and creativity. Welcome, France! Thank you. Salama wa Nadru. Komoro is full of beauty, culture, and warmth. Karibu Komoro! Assalamu alaikum, everyone. From the beautiful land, resilient and
dressed in a traditional attire. This outfit is more than just fashion. It tells a story of strength, identity, and hope. Let us all welcome Palestine. Thank you. Habari, jina langu ni Nasir Omar, natokea Tanzania. Nafurahi kuwaona, karibuni. Saubona, igama la mingingu Munira Omar. Ngivile ingizimu Afrika ngiajabula ukukasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي محمد عبد العزيز. أنا من أمان. سعيد بداياتكم. شكرا. وأن إذن سلامي مجاعوا فلسان عبد الرحمن وحاكسو جيدا صوماليا وكفر حسين عن الكلمة سودا وهذا. 你好，我叫阿马尔欧马，我是中国，很高兴认识你。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي رناد محمد، أنا من يمن. أهلا وسهلا. Bonjour, je m'appelle Yacoub Mohamed, je suis français au chant. Bariza Upara Seleman, uketi Komoro, za jua kuona shimave. Shukran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إبراهيم سالم. أنا من فلسطين. سعيد بروايتكم. We may be young, but we stand with people of Gaza. They deserve peace, safety, and a chance to live just like us. Today we, as the family of Christ, say, we see you, we care, and we stand with you. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Thank you. Takbir! Takbir! Na Mfilistini huyo ndiye anaongoza jopo hili la raia kutoka mataifa mbalimbali. Kama mmeizingatia sauti ya Mpalestina yule, ni sauti ambayo ina mikwaruzo ya kuonesha madhila na uchovu ambao wanaokumbana nao kwa hivi sasa. Hapo ulipo, kwa kimya chako mzazi, mgeni, liombee dua taifa hili kwa sababu wanapitia hali ngumu mno. Wakati salamu za mataifa zikiendelea, namuona Mr. Jordan na yeye pia ameingia. Karibu mno, karibu sana. Shukran sana. Kinachofuata ni neno la wahitimu. Neno la wahitimu. Darasa la 7 wana neno ambalo wamekusudia kutupa sisi au wale ambao wao wenyewe wanamkusudia. Karibu msoma neno la wahitimu.
back on the wonderful journey we have shared in this school. A place that became our second home. We have loved this school not just because of its building or classrooms, but the family we found within it, the laughter with our friends, and the many lessons of life. What we learned here will always remain in our heart. We are proud of ourselves too. We have shown hard work, unity, and resilience through challenges. We can say we never gave up. We never gave up. And today as graduates, we can say with confidence we are ready for the future. And to our teachers who have been our rock out through words are not enough to thank you. You have been more than instructors, models, and mentors to us. Starting with Teacher Yasir Beni, who has been our principal for 2 years now and also our English teacher. We recognize everything that you have done for us, and we cannot thank you enough. You have seen us grow to what you have become today. We really had fun with you, and we will never forget you. Can you please wave to the crowd? Thank you, Teacher Yasir. Teacher Shani, you have been our Kiswahili and our academic teacher. You also have been kind, patient, and always ready to help whenever we need you. Thank you for everything. And to our class teacher in grade 7, who motivated us to study hard and respect our teachers and believe in our dreams. She's always there when we need her. You have a big hand in shaping us to what we have become today. A big thank you goes to Teacher Zainab. We are really lucky to have many wonderful teachers. Teacher Hamadi has really made math fun and supported us throughout. Teacher Khadija taught us science with cool experiments. We really admire Teacher Zulekha, our civic and moral teacher. Teacher Nasma, our SST teacher, help us in every way she can. And Teacher Aslam, thank you for being our ICT, and for our religious teachers who are Ustad Muhammad and Ustad Abubakar, who taught us Islam and guided us to the right path of our religion. Teachers, you are really special. You taught us how to be good people. You gave us the courage to try, the knowledge to grow, and the values to live by. We will always be grateful to you. Thank you, and we love you, dear teachers. First of all, we couldn't reach here without our brave parents. They sacrificed their time, their love for us. They paid for our school fees so to achieve what we want in life. That's why today we are standing here wearing our proud smiles. We walk these halls both near and far. Each dream we carry like a shining star. With laughter we grew hand in hand. Together we grew a united band. Rayan and Radia, strong dreams too. Rehema and Rahma with bright dreams too. Mariam Jamal and Mariam Muhammad, shine and bright. Nurjaina, Nawal and Hafsa, future divine. Faisal, Ayan and Taha, stand tall. Today we graduate. Congratulations to all. With courage, hope, and journey, our journey is clear. Grade 7 is the ending, but the future is near. So today, as we celebrate, let us carry with us the love of the school, the wisdom of our teachers, and the pride of knowing how strong and capable we are. Congratulations to all of us. The future is waiting for us. Thank you for all being here from the beginning to the end of our journey. Thank you. Takbir! Takbir! Huyo ni mmoja wa wahitimu wa darasa la 7, Rayyan Abdul Qadir. Amechukua ahadi mbele yenu kama mlivyomsikia. Ndugu mgeni rasmi, Dr. Muhsin Salim Masoud, naomba mfahamu Dr. Muhsin ana nafasi nyingi au pia amepitia nafasi mbalimbali katika taasisi mbalimbali.
Kwa lugha fupi, yeye ni mkufunzi na amesomesha vyuo tofauti tofauti mpaka kule Uganda, hapa Afrika Mashariki, ima ameimaliza au amekaribia kuimaliza. Lakini pia yeye ni mwalimu wa utafiti. Sasa ndugu mgeni rasmi, pamoja na Inspekta Shila, Sheikh Abbas, imamu wa Masjidi Kipata, kwa ahadi waliochukua watoto na usia ambao umetangulia katika Arabic speech, katika mashairi na hiki ambacho amekisoma huyu kijana, ni kuwa uko vyuoni, mtaani hawatosumbua. Inspekta Shila, kuwa na amani. Dr. Muhsin Masoud, na wewe pia uwe na amani. Tegemea unapokea vijana waliofunzwa adabu wanaotokea Kresti. Imam Sheikh Abbas, hutopata kesi migogoro fulani kamsukuma nani kutoka Kresti. Insha Allah Mwenyezi Mungu awafikishe vijana hao wapite katika yale ambayo wamesomeshwa na kusema. Hilo ni neno la wahitimu. Risala kwa mgeni rasmi. Rahma Yusuf, ni kuombe uje useme kile ambacho mumekiandaa katika risala. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear guest of honor, Dr. Muhsin Salim Masood, our respected school director, Mr. Muhammad Mahmoud, our dearest school consultants, Mr. Ismail Khamis and Mr. Dadi Hamad, the acting principal of Crest Academy, Teacher Yasir Beni, the respectful invited guests, our excellent teachers, the beloved parents. Ladies and gentlemen, I, as well as everyone here, is excited, delighted, and happy to be part of this graduation ceremony. Dear guests of honor, it is indeed my pleasure to welcome you and all invited guests to our 7th nursery graduation and the 3rd graduation for primary leavers grade 7. The graduates' facial expression prove how happy they are today. We graduates are indeed happy for the successful completion of this important milestone. Dear guests of honor, our school has come a long way from 2015, whereas by then it was known as Uthman ibn Affan Islamic School. The school was intended with only 5 students. This little school was located at Pemba and Sikuku Street at Kariako. Dear guests of honor, since 2015, our school cherishes and enjoys the blessings of Allah in various circumstances. In 2018, our school shifted from Pemba and Sikuku Street to Kipata Street, and the name was switched from Uthman ibn Affan Islamic School to Crest Academy. Dear guests of honor, our school is proudly distinguishing itself as an integrated school. This is because it preciously delivers both secular and religious teachings. The religious subjects are also taught with regard to the international organization of Abu Huraira found in Kenya. Therefore, the graduates of Crest Academy
has the qualifications that allow him or her to join any Islamic college around the world. Dear guests of honor, since our beloved school started, it is now a period of 10 years. Through this decade full of blessings, Crest Academy is growing positively. Having 5 pupils in 2015 and almost 200 pupils in 2025 is a hint that we are heading towards the positive direction. We ask Allah to make our school emerge as one of the giant schools in the country. Dear guests of honor, since the official school registration in 2022, Crest Academy has produced 3 grade 7 graduates, 5 in 2022, 8 in 2023, 14 in 2024, and in front of you, please behold the 12 students class of 2020-25. All the previous students from past years managed to join secondary school with good grades. Dear guests of honor, however the achievements of Crest Academy, our school is sadly experiencing a number of challenges that is one way or another hinder the speed growth of our school. The 21st century demands the use of modern ways of learning. We therefore experience shortage of computers, laptops, tables, and projectors to facilitate teaching and learning progresses in the computer lesson. Dear guests of honor, as we said earlier in the achievements, Crest Academy is growing gradually. Today, our school manages to accommodate 200 students, but it is not guaranteed to do so if there are 500 students. Therefore, as early preparations for this joyful time, we are highly in need of another campus of Crest Academy, particularly in Kariako or nearby places. Dear guests of honor, before you are 18 graduates of nursery level and 12 graduates who have completed their primary levels. We ask Allah to guide the graduates to excel in their academic dreams and guide everyone here in a right path. Thank you. Asante sana. Anaikabidhi risala kwa mgeni rasmi Dr. Mohsin, naye pia ameipokea kwa mikono yote. Tunaendelea na sherehe zetu, lakini niwakumbushe kuwa hauwezi ukajuta kuja katika graduation ama sherehe yoyote ya Crest Academy. Ndiyo sehemu ambayo salama, lakini pia ni sehemu yenye ubunifu mkubwa. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, wazazi, walezi, pamoja na wanafunzi, ni muda wa kufikisha macho na kuelekeza macho yetu katika TV ambazo zimeandaliwa upande wangu wa kulia na wa kushoto. Ambaye anayeweza kuangalia kushoto na ambaye anayeweza kuangalia kulia, basi afanye hivyo, kwa sababu kifuatacho ni makala documentary ambayo inachukua dakika chache na itaonesha machache tu yale ambayo yanayofanyika shuleni, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanywa na Sheikh Muhammad Mahmud akishirikiana na Mr. Ismail. Karibuni watu wa makala, mtuoneshe kile ambacho mumetuandalia.
Na wakati watu wa makala wanaandaa mitambo, niendelee kusisitiza utulivu udumishwe ili tupate kuelewa kile ambacho kitakachooneshwa katika screen zetu hizo. Na mnaambiwa wanaendelea kuweka mambo sawa. Naona makala yashakuwa sawa, nimeashiriwa kuwa wapo tayari kwa ajili ya kuonesha makala. Karibuni sana. Welcome to Christ Academy, a place where dreams are nurtured, talents are discovered, and the next generation of leaders is shaped. To academic excellence, discipline, and holistic growth. And I am an engineer. An engineer is someone who builds and designs things that make things work. Learning at Christ Academy goes beyond the classroom. Through educational trips, students gain the hands-on experience and explore the professional world up close. Education thrives alongside physical fitness. Our students participated in various sports competitions, building teamwork, discipline, and nurturing their unique talents. At Christ Academy, education is integrated with spiritual and moral values. Here, children are prepared to grow into responsible, respectful, and God-fearing members of society. Community spirit is at the heart of our values. Students were encouraged to serve, to share, and to grow with compassion for others. Christ Academy, learn and serve. For our Class 7 candidates, the journey has been one of determination, discipline, and perseverance. Now, they stand at the threshold of a new chapter in their lives. The year 2025 has been a unique journey for Christ Academy. Together, teachers, parents, and students, we have written a story of success. Congratulations to our Class 7 graduates of 2025. The journey continues. ambayo yanaonesha kazi inayofanywa Kresti kuanzia uongozi, walimu, wazazi pamoja na wanafunzi. Hutojuta kumleta mwanao Kresti. Nimeashiriwa hapa, kinachofuata ni kupata neno
kutoka kwa moja ya wazazi wa Kristi, na aliyeteuliwa katika hili ni Sheikh Al-Amin Hassan. Karibu sana. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu mgeni rasmi Muhsin Salim Mas'ud, ndugu mkurugenzi wa shule Sheikh Muhammad Sheikh Muhsin, ndugu mwalimu head teacher wa shule Yasir Beni, na wageni rasmi wote waalikwa, wazazi, mabibi na babwana, assalamu alaikum. Tunafurahi kuhudhuria kwenye mahafali haya ya shule ya Crest Academy na graduation ya darasa la 7 na KG2. Kwanza tunatoa pongezi kwa uongozi mzima wa shule kwa kuandaa haya mahafali makubwa. Kwa kweli imetupa furaha na tunashukuru kwa haya mahafali. Kama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qul i'malu fasayara Allahu wa rasuluhu a'malakum. Kwa hiyo inshallah tunaona majuhudi zenu, tunaona mahafali yenu na mambo yenu mnayofanya ni mazuri, yanavutia. Kusema kweli yanatia moyo, yanatia nguvu, yanapendeza. Na wazazi na pia kama tuombe pledge kwamba wazazi waambie wengine waweze kuja kujiunga na shule yetu hii, tupate nguvu ya kuweza kufanya mahafali mengine na mengine, na kuweza kuendelea kupata nafasi ya kuongeza shule, tupate shule ya sekondari pia ya Crest Academy. Tunaomba inshallah by mwakani tuwe na form 1 ya Crest Academy, ili mtoto wetu akitoka darasa la 7 aende kwenye Crest Academy form 1. Kwa hiyo tunaomba inshallah Mwenyezi Mungu atafanikisha hilo jambo, na kwa juhudi zenu na juhudi zetu kwa pamoja wote tushirikiane pamoja na mgeni wetu rasmi Sheikh Muhsin na wengine wote. Kwa hayo tunapenda kuwashukuru wote waliohudhuria, na tunapenda kutoa pongezi la dhati. Na sina zaidi ya kusema, manake hapa sisi sio wasemaji wakubwa, kuna wasemaji wenyewe ambao ndo wasemaji. Kusema kweli, halafu maonyesho yote yametufurahisha. Kusema kweli maonyesho yalikuwa mazuri, yamevutia, na yana muono wa future. Muono wa future unaonekana kwamba watoto wanafundishwa mambo ambayo yote yanaendana na maisha ya dunia na pamoja na ya akhera. Tunashukuru kwa haya machache. Mwenyezi Mungu atupe kila la haki na kila yenye mwendelezo mzuri katika maisha yetu ya sasa na watoto wetu wanaokuja ya baadaye. Kwa watoto wetu wote, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما واجعل فينا ولا منا من أمة محمد شقيا ولا محروما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Huyo ni mwakilishi wa wazazi wa Kristi. Naam, baada ya kuzungumza mwakilishi wa wazazi, ratiba nilionayo inanionyesha kuwa nimkaribishe
mkuu wa shule, mwalimu mkuu Teacher Yasiri, naye atufanyie majukumu yafuatayo. Katika majukumu yake ni kumkaribisha mkurugenzi kwa ajili ya kutoa neno. Baada ya kumkaribisha mkurugenzi, yeye atamuelekeza nini afanye. Karibu sana mwalimu mkuu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazazi, sallallahu alaihi wasallam anasema katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa amfanyie Muislamu mwenzie, yametajwa mambo kadhaa, lakini miongoni mwayo ni akikusalimia itikia salamu. Na salimia, nasikia sauti za wanafunzi tu, sisikizi zile wa alaikum salam, nasikia wa alaikum salam, maana yake wanazungumza ni watoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Mohsin Salim Masoud, mkurugenzi wa Crest Foundation, Sheikh Muhammad Mahmud Haji, kiongozi mwandamizi wa Crest Foundation Mr. Ismail Khamis, wapendwa wageni waalikwa, walimu wetu mahiri, wazazi wetu wapendwa, wanafunzi, mabibi na mabwana, napenda kuchukua fursa hii adhim kuwakaribisheni nyote katika mahafali yetu ya tatu. Uwepo wenu katika jambo hili ni ishara ya upendo na umoja uliopo baina yetu. Familia ya Crest Academy inathamini kwa dhati kabisa mchango wa kila mmoja wenu. Shule yetu ya Crest Academy ni shule changa. Ni shule changa, lakini imebeba historia kubwa kama ilivyoelezwa katika risala ya mgeni rasmi, ambayo inatufunza uthubutu, inatufunza uvumilivu, uwajibikaji pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yetu. Mawasilisho pamoja na maonesho ambayo wanafunzi wetu wameonesha leo ni sawa sawa na kikombe tu ambacho kimechotwa katika bahari ya maarifa iliyokuwepo Crest Academy. Shule yetu ni kitovu cha umahiri wa masomo ya secular, dini pamoja na nidhamu. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na ndugu wageni waalikwa mliohudhuria, leo tuna furaha kuwaaga wahitimu wetu wa elimu ya awali pamoja na msingi. Huu sio mwisho, bali ni mwanzo wa safari ya kutimiza wajibu wa kuumbwa kwetu. Sote tunafahamu tumeumbwa ili tuwe makhalifa. Huu ni mwanzo au muendelezo wa kuweza kufikia malengo ya kuumbwa kwetu. Ni wajibu wetu kama jamii kuwalea vyema na kuwalinda dhidi ya vitendo vinavyoashiria utovu wa nidhamu pamoja na mmomonyoko wa maadili kwa ujumla. Na waasa wahitimu ninawahusia wahitimu kuishi kwa kuzingatia mafundisho ya dini yetu. Nawahusia kuishi kwa kuzingatia mafundisho ya dini yetu pamoja na kushikilia yale ambayo mmefundishwa shuleni, ikiwemo kauli mbiu ya shule yetu, learn and serve. Mheshimiwa mgeni rasmi, motto ya shule yetu ni learn and serve. Graduates, tukisema learn and serve tunamaanisha nini? Who is going to tell us? Yes, Rahma, welcome please. When we say learn and serve, please come please. Explain to the guest of honor and everyone here, when we say learn and serve, what exactly do we mean? Learn and serve means gaining knowledge or skills, then use it to help others, either in the community or at school.
Perfect. Thank you very much. Rahma, you are very smart. Mashallah. Kama shule hatutapendezwa kukutana na majina yenu katika sifa na tabia mbaya. Tutafurahishwa sana kuona nyinyi ndio kioo cha matendo mazuri. Mwisho ningependa kuchukua fursa hii kutangaza juu ya mpango wa shule yetu, mpango wa kuibua pamoja na kuendeleza vipaji. Tukizingatia mahitaji ya karne ya 21, dunia inamhitaji zaidi mtu mwenye uwezo wa kutenda na sio vyeti peke yake. Hivyo kuanzia kesho Jumatatu tarehe 29 mwezi Septemba 2025 biidhnillah taala, shule yetu itaanzisha awamu ya kwanza ya program hii ya kuinua na kuendeleza vipaji. Tumekuwa tukifanya, lakini haikuwa ni program maalum. Tutaanza rasmi hapa. Tutajifunza mambo mengi, masuala ya kazi za nyumbani, kazi za mikono, upishi, painting, drawing na vitu kama hivyo. Tutaanza hivyo na insha Allah Januari tutaanza rasmi kwa shule nzima. Hivi tutaanza kwa masomo kwa madarasa ya nursery na lower classes. Hivyo tutahitaji ushirikiano wa wazazi pamoja na wadau wote katika kuendea maboresho haya. Kabla sijamkaribisha mheshimiwa mkurugenzi, napenda kuwahusia ndugu wazazi pamoja na wageni waalikwa. Tumeona mambo ambayo watoto wetu wanaonesha kuanzia kule kwa maonesho ya nje, lakini pia ndani. Haya yote kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia walimu waweze kufikisha kwa watoto hawa. Ninakuhusieni walimu, tuwape heshima yao. Imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya watu kuchukulia ualimu kama vile ni kazi ya mtu aliyekosa kazi. Kwa kitu ambacho watoto wetu wamekifanya, na nimekwambia ni kidogo, qalilan jidda, kidogo. Yapo mengi watoto wanafahamu, walimu wanafanya kazi kubwa. Na kuhusieni muweze kuwaonesha walimu kwa maneno, kwa vitendo, ile heshima ambayo wanastahili. Kiasili mitume wote ni walimu. Hii kazi tunayofanya walimu ni kazi ya mitume. Baada ya kusema hayo, naomba nichukue fursa hii kumkaribisha mkurugenzi. Nimuombe baada ya kusalimia na kutoa neno fupi aweze kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Muhsin. Karibu sana mkurugenzi Sheikh Muhammad Mahmud. Ndugu zangu, huyu mkurugenzi mimi nimeona watu wachache, kwa umri wangu mdogo nimeona watu wachache ambao ni very smart. I can promise you this man is very smart. Very smart. Karibu sana mkurugenzi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Leo ni mara ya kwanza nilipata fursa za kushiriki graduation Crest Academy. Mara nyingine nilikuwa safari, nilikuwa matibabu, sikupata fursa. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi Dr. Muhsin Salim Masoud, mwalimu mkuu wa shule, ndugu Ismail, wageni waalikwa, mashekhi na mabibi na mabwana na wanafunzi wote na wahitimu, natoa shukrani. Leo inshallah tumeona vitu vizuri sana, na kweli mimi bidhati nimehamasika na najuta kukosa fursa miaka 24-23 graduation ceremony, na alikuwa bahati mbaya nilikuwa kuwepo kabisa nchini. Kwa hiyo Crest Academy historia yake alhamdulillah imetajwa hapa, na inaendeshwa taasisi moja inaitwa Crest Foundation. Crest Foundation anaendesha sio shule ya Crest Academy, na mwaka 24-25 tumeanza kuchukua na kuendesha na kusimamia shule Umusalama Iringa mjini. Nadhani watu wengi wanafahamu Iringa mjini, shule Umusalama, shule kubwa, iko chini ya taasisi ya Dhinurain Islamic Foundation. Kwa hiyo alhamdulillah hii shule ni
nursery na primary na secondary, na wanafunzi mwaka huu ni wanafunzi, tuko wanafunzi 350. Kwa hiyo inshallah tutasimamia lengo la elimu. Fikra za mimi kunisukuma kuanzisha shule ni zaidi ya tukio moja. Tukio kwanza ni siku moja watoto wangu walikuwa wanasoma shule moja, sitaki kutaja jina lake, secondary. Watoto wangu walienda, na tena inamilikiwa taasisi za jumuiya ya Kiislamu, na secondary. Sasa mwanafunzi alikuwa form 4 wakati ule, alienda kwenda kuchukua kitu fulani kwa mwalimu mkuu ofisi yake. Kwa hiyo alipoenda mwalimu mkuu ofisi yake, mtoto kaenda kuwa na karibu na mwalimu mkuu, kaenda kuchukua kitu, lakini bahati mbaya kasikia harufu ya pombe. Mwanafunzi ni mwalimu mkuu wa shule. Kwa hiyo pale ndio nimeona ambia ni muhimu sana kuanzisha shule. Na tukio ingine, mtoto wangu alikuwa anasoma shule nyingine, sitaki kutaja jina lake. Nimekuta mwalimu mkuu alikuwa primary. Bahati mbaya alikuwa anavaa nguo sio maadili, ambayo sio yani haifai kuwepa mwalimu mkuu kuvaa nguo hii. Alikuwa kifua chake wazi. Siku moja nilienda kusalimia, kuongea na mwalimu mkuu. Kwa hiyo pale nimeamua mimi tuanzishe shule. Na tukio zaidi ya moja, 2, 3. Kwa hiyo tumeanzisha, na watu wa Kariakoo wanakosa sana shule. Tumepata changamoto, tumeanzisha wanafunzi 5. Alhamdulillah, wazazi ambayo tulianzisha pamoja yuko Ahmed. Watoto sasa hivi ambayo tulianzisha 2015 na alikuwa 14, saizi wako form 4. Kwa hiyo tulipata changamoto wakati tulikuwa tumekuja kuhamia hapo shule Masjid Kipata. Usajili, bureaucracy ya serikali, tunajua shule ya primary inahitajika 3.5 na nini. Bahati mbaya natoa shukrani kubwa kwa naibu waziri mkuu, waziri wa elimu, ndugu Jumanne Kipanga, ametusaidia sana. Tumekataliwa kabisa shule kusajili. Bahati mbaya tumefanikiwa, alhamdulillah, tumesajili shule. Lengo letu kubwa na maadili. Shule yetu ni tunahitaji maadili kwa wanafunzi. Wazazi wengi sana wanataka ipatikane science na English ni AAA. Lakini kama hakuna maadili, students hakuna kitu. Yani haiwezi kusaidia chochote katika jamii na nafsi yake na wazazi wake. Kwa hiyo swala la maadili ndio muhimu sana. Alhamdulillah, tumefanikiwa mafanikio mengi sana. Moja, shule hatutumie fimbo kuchapa wanafunzi, marufuku kabisa. Kwa hiyo kuna ofisi ya academic consultant ambayo wanasaidia mtoto, discipline masters, na walimu wote tumetrain, na tunatoa train kila mwaka mara 2-3. Kwa hiyo tukaongeza vitu vingi. Field trip alikuwa kila miaka ya nyuma wanafunzi wanaenda kuwatembea sehemu kama ulivyoona. Mwaka huu tumeanzisha Morogoro, na mwakani plani yetu ya kwenda kufanya field trip mpaka Dodoma, mji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mbunge, au tutaangalia sehemu nyingine. Kwa hiyo field trip moja tumeongeza sasa hivi ni miaka karibu 3-4 kuwasaidia needy people, watoto wa yatima. Alhamdulillah, tunatoa shukrani kubwa sana kwa wazazi. Tunashirikiana sana kuwatoa michango na kuwasaidia watoto ambao maskini na yatima. Na inshallah plan nyingine ya shule, swala la kuendeleza na kwa mwakani tunaweza na uwezekano upo kuanzisha open school kwa secondary. Kwa secondary open school kuna malengo mawili. Watoto ambayo tumefundisha vizuri maadili na iko vizuri anaenda shule nyingine ambayo hakuna maadili, ni tutapata shida, tunapoteza. Yani tunapoteza kizazi. Kwa hiyo tunataka kuanzisha girls mwakani. Kama kuna fursa tukipata, tunatafuta sehemu inshallah. Kazi hii inasimamiwa Mwalimu Ismail. Girls secondary school at least form 1 form 2. Lengo la pili ambayo kuanzisha high school, tunataka kupunguza muda wa high school. Tumefanya experiment moja, alhamdulillah tumefanikiwa mwaka huu.
wapo wanafunzi ambayo Crest nimeanzisha watoto wangu, ile nisifanye watoto watu wengine kwa kupotea njia au kuharibika mambo. Tumeanzisha watoto wangu mwakani walisoma high school almost O level 3 years. Kwa plan yetu ya kuweka O level 2 years only. Kila miezi 6 mtoto wasome standard moja kama inawezekana. Kama tunakuwa sahihi inshallah, Dr. Muhsin anaweza kutuelekeza inshallah, kuna punguza muda na kupata elimu ya dini. Inshallah plan yetu ya pia kuanzisha shule, tumepata plot of land, ardhi, kipande cha ardhi kwa Kigamboni, Kisarawe tu, tunaanzisha inshallah eka 15, tuna plani ya kujenga shule high school. Kwa hiyo inshallah kwa ufupi, sitaki kuchukua muda inshallah nataka nikaribishe Dr. mgeni rasmi Dr. Muhsin Masoud inshallah. Karibu Dr. Muhsin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. kwanza kabisa naomba nianze kwa kumshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuwa hapa wakati huu wote tukiwa na afya na salama. Lakini vile vile napenda nimshukuru mkurugenzi mkuu Mwalimu Ismail, uongozi wa shule, wazazi, wageni wengine waalikwa, vijana wetu wa shule wote na washukuru. Na vile vile naomba kuchukua fursa hii kuwapa salamu ya Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua, ukiwa mgeni rasmi mara nyingi unazungumza mwisho, na unapokuja kuzungumza unakuta mambo mengi uliyoyapanga yashazungumzwa na wengine. Mimi nilipanga kuzungumza vitu viwili kama usia wangu kwa vijana wetu wanaomaliza darasa la 7, lakini inakuwa hadhira yote. Nilipanga kuzungumza uadilifu au maadili, kinaona mkurugenzi kisha yataja kwa kiasi fulani, lakini nilipanga vile vile kuzungumza vipi tunaweza kuishi kwenye mtindo wa maisha ambao utatuletea baraka katika maisha yetu. Nukta mbili hizo. Lakini kabla ya kwenda huko, sikuwa naijua skuli hii mimi ya Crest Academy. Mwalimu Ismail alinipigia simu akaniomba nije kuwa mgeni rasmi. Kaniomba leo, nikamwambia nilikuwa naangalia ratiba. Nikamwambia nitakujibu kesho saa 3, nadhani saa 3 nikampigia simu. Nikamwambia inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia nitakuja. Lakini baada ya kuliona hili jina Crest Academy na moto learn and serve, na tukatolewa vile vile tafsiri nzuri hapa ya hii moto, kwa sababu crest manake ni kileleni, at the top. Kwa hiyo unazungumza na ile nembo nzima. Mimi nadhani watu waliotengeneza hii nembo waliweka fikra kubwa sana
Sababu unajua kila mahali unapokwenda unapokuta hizi nembo hizi lazima ziwe na maana. Huwezi ukawa na nembo ambayo haina maana. Kwa hiyo hapa ukiangalia, kwanza kuna alama ya kitabu, kutafuta taaluma. Kwa hiyo kutafuta taaluma ndio kutakapokupelekea wewe mtu kufika at the top. Lakini hilo halikutosha. Unaitafuta taaluma kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuhudumia jamii, sio kwa binafsi yako. Na mimi niseme kitu kimoja, dunia hii ukisoma kwenye history za mitume, Mwenyezi Mungu awarehemu, na hasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu gani kilichowapandisha daraja kubwa? Kwa sababu maisha yao yote walijitolea katika kuhudumia wengine. Na hata kwenye shughuli hizi zozote mtu anazofanya, kuna baraka kubwa mtu unayoipata. Kila kitu unachokifanya lengo likiwa ni kwa ajili ya kuserve the community. Mwenyezi Mungu katika hili anakuzidishia mno na mno na mno. Kuna pepa mimi nimeandika, siku hizi naandika sana, hasa kwenye magazeti haya, The Citizen. Every week natoa makala. Na niliandika makala moja iliyopita kabla hii ya sasa hivi, niliandika kuhusu uadilifu. Sasa uadilifu ni dhana pana. Ni dhana pana. Lakini kuna misingi ya uadilifu ambayo tunasema kidunia inakata across society zote. Watu wakijikita katika tabia hizo, basi ndio zinakuwa msingi wa maendeleo ya jamii. Na hata hizi societies nyingi tunazosema zimeendelea, kwa mfano ukiangalia nchi nyingine kama Singapore, Malaysia, hata nchi nyingine ambazo si za Kiislamu, ambazo zimepiga hatua katika maendeleo, basi msingi mkubwa upo katika kushikamana na misingi mikuu ya uadilifu. Hii ndio inaweza kuleta maendeleo chanya katika jamii. Na msingi mkuu wa kwanza, labda na vijana wetu na wazazi tusikilize, ni kuwa na uaminifu na kuwa mtu ni mkweli katika kila jambo unalolifanya. Mwaminifu na ukweli. Je, kila neno lako unalolitoa, kila tendo lako unalolifanya limesimama katika ukweli au ni uongo? Na katika Uislamu fundisho la mtume yako sana yanayotukataza kusema uongo. Al-kadhibu haram. Haitakiwi mtu atakusema uongo katika utani yote. Kwa hiyo ni msingi wa kwanza. Lakini msingi wa pili wa ethics au uadilifu ni kuwa fair au kutenda haki kwa watu wote, au kufanya justice. Yaani usiwe kabisa mtu kwa kutumia nafasi yako au chochote kile kumdhulumu mtu mwingine. Lakini jingine ambalo ni kubwa ni kuwa na heshima na nidhamu kwa kila mtu, bila ya kuangalia mimi nitamheshimu mtu fulani kwa sababu yeye yuko jinsia fulani, labda huyu mwanamke au huyu mwanamume, au nitamheshimu huyu kwa sababu ya huyu, nitamheshimu, nitamdharau kwa sababu ya race, labda mambo ya rangi au kabila,
au ukubwa au umri au status katika society. Yani unatakiwa kila mtu umpe heshima yake. Lakini kubwa jingine katika mambo ya uadilifu ambalo hili nitalisisitiza zaidi ni kuwa na uwajibikaji katika shughuli zetu tunazozifanya. Yani mtu unapopewa majukumu, unapokabidhiwa majukumu au kazi yoyote, basi uitende at your excellence, kwa weledi wa hali ya juu kabisa. Na kikubwa zaidi ni je, kila tendo lako unalolifanya unaliangalia hichi kitu ninachokifanya mimi kina muathiri vipi mwenzangu? Na unapokwenda kwenye jamii, wengi humu walosafiri sana wanayaona hayo. Zile jamii ambazo tunazosema uadilifu wao huko juu, huwezi kumkuta mtu anafanya kitu ambacho anajua kabisa mwenzangu hichi kitamuudhi, mwenzangu hichi kitamuathiri, mwenzangu hichi kitamkwaza. Mimi mara nyingine hutoa mfano mdogo tu kuzilinganisha jamii gani ni adilifu na jamii gani si adilifu. Wewe ukienda kwenye miji, angalia tu watu wanavyo tabia zao barabarani. Tabia zao barabarani, wanavyoendesha magari, utalijua hilo. Hebu tuangalie hapa Dar es Salaam sasa hivi namna gani tunaendesha magari, wenye magari, wenye pikipiki, wenye bajaji. Yani hakuna mtu yoyote, au walio wengi, hakuna mtu anayejali mwingine. Tujiangalie hata vile mtu unavotoka, kwa mfano kwenye milango hata ya nyumba za ibada za misikiti, watu mara nyingi utaona wanapigana vikumbo. Mtu hajifikirii hichi ninachokifanya kitamwathiri vitu mwingine vipi. Mimi nakumbuka siku moja hapa mbele ya Diamond Jubilee niliamua kwenda ATM. Pale kuna ATM ya NMB. Mimi sina benki, sina akaunti kwenye, principle yangu siwezi kuweka benki ya riba, lazima niwe kwenye Islamic Bank. Kwa hiyo ile NMB ina muungano na Islamic Bank, kwa hiyo nilienda kutoa pesa. Wakati ninatoka hivi nikakutana na mtu anakuja, tukawa na kichochoro kidogo hivi cha kupita. Mimi nilipomuona nikakaa pembeni kumpisha yeye. Yule bwana akaenda pembeni akasema, vitu hivi tunaviona kwa uchache sana siku hizi. Yaani mtu kukaa pembeni kukupisha. Lakini hiyo ni reflection ya kile ninachosema, vipi mtu uko responsible, vipi uko na uwajibikaji, vipi unaangalia kitendo changu mimi kitamuathiri vipi mwenzangu. Lakini kikubwa kingine katika nguzo hizi za uadilifu ni kuwa mtu unasaidia wale ambao hawana uwezo, ambalo nililitaja mwanzo. Na ni jambo kubwa sana ambalo mkurugenzi umelitaja hapa, kwa skuli ya Crest ina mpango wa kusaidia wale vijana ambao ni nani? Mayatima na vijana maskini. Mimi niseme kwa kufanya hivi, kwa kusaidia wasiojiweza, Mwenyezi Mungu huwa analeta baraka mno. Na wala mtu asifikirie kuwa mimi nikitoa kidogo au kingi kwa msaada basi ninapungukiwa. Mimi nina a lot of practical examples, yani mifano halisi kabisa. Wewe mwenyewe jijaribu tu, hata kwa kidogo ulichonacho. Jijaribu tu kwa kila siku kidogo nilichonacho, kila ninachokipata 10%
au 5%, basi nitajitoa kwa msaada. Utaona Mwenyezi Mungu namna gani anavyo kuzidishia. Kuna kitabu kizuri sana kimeandikwa na kijana wa hapa Kitanzania, lakini baadaye alikaa Jeddah na sasa hivi yuko Marekani. Aliandika kitabu kinaitwa Productive Muslim, na juzi alitoa kitabu kingine kinaitwa Baraka Effect. Productive Muslims, alafu ameandika Baraka Effect. Kile kitabu cha Baraka Effect mimi kwa kukipenda nimekirudia kukisoma mara 3, lakini na page almost 300 labda. Lakini vile niwaambie wenzangu, kusoma kitabu kile kilichowekwa pale ni jambo muhimu sana katika maendeleo ya mtu, na wala usifikiri ni jambo kubwa kusoma. Wewe ukijiwekea katika muda wako wa siku nzima dakika 30 mpaka 45 za siku nzima unasoma vitabu mwenyewe, unaweza kujikuta kwenye mwaka mmoja umemaliza hata vitabu 20-25 kwa dakika 30 mpaka, na utaona ile knowledge unayoipata. Kwenye hichi kitabu cha Baraka Effect ametoa mifano mingi sana namna gani watu wanavyozidi kufanikiwa kwa ajili ya kujitolea katika njia ya kheri. Moja la mwisho, nukta za mwisho nataka kusema kwa vijana wetu na hadhira yote, kama tunataka kucreate hizi institution au organization au maisha yetu binafsi Mwenyezi Mungu ayatilie baraka, hakuna kitu kikubwa cha kwanza ni kuwa kila kitu unachokifanya kianze kwa bismillah. Kianze kwa bismillah. Ukitoka mlangoni, ukifungua mlango wa gari, ukianza kuzungumza, ukitoka, anza na bismillah. Mwenyezi Mungu atakupa kheri kubwa. Kuna kisa mle kwenye hichi kitabu mimi nilikisoma, kuna mama mmoja kila kitu yeye anaanza kwa bismillah, bismillah, bismillah. Mume wake anapoelekea hakuwa mtu mzuri, akaenda alipewa na mtu yeye kama kitu cha dhahabu, nadhani akawa amekiweka pale, akaanza kwa bismillah. Sasa yule mume kwa sababu havipendi vile, akasema ngoja nitamuonyesha huyo mke wangu, nitaichukua kile kitu cha dhahabu, nitakwenda kukitupa nani kwenye mto au bahari, sikumbuke vizuri. Akichukua akaenda kukitupa. Siku ile ile akaenda akanunua samaki. Yule mama wakati anamkata yule samaki akakikuta kile kitu cha dhahabu, akakirudisha pale, akasema bismillah. Mume wake anakuja kuulizia, vipi ile amana ya watu unayo? Akaenda akamtolea, akampa na hicho pesa. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Lakini kingine cha pili kikubwa, hapo wamesema mimi nilikuwa mwana taaluma, nimefundisha miaka mingi vyuo, lakini vivyo nilikuwa kwenye tasnia ya kibenki. Nadhani hata mkurugenzi unafahamu. Nishakuwa mkurugenzi mkuu wa Amana Benki, nikawa mkurugenzi mkuu People's Bank of Zanzibar. Kule tuna mambo tunaita strategic plan, tunapanga. Lakini katika dini kitu kikubwa, mimi nilikuwa nikiwaambia hata kule, unapokuwa na jambo lako lolote, na nadhani Mwenyezi Mungu ndio maana anatilia baraka hii crest, kama ulivyoeleza mkurugenzi, ile nia, yani ni kuwa na sincere intention. Kila jambo unalolifanya uwe na nia thabiti ya kheri, na ukishatia nia ya kheri, nia ya kuwa msaada kwa jamii, na nia yako ikawa ni ile ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu, basi lifanye. Na hapo hapo muombe Mwenyezi Mungu akupe kheri zake, na kuwa kila kitu unachokifanya unakifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi kitafanikiwa. Hakuna namna hutofanikiwa. Na ukikipata ikiwa umefanikiwa, basi mshukuru Mwenyezi Mungu.
Na ikiwa hujakipata vile vile ni kheri kwako. Mimi naambia ni kheri kwako. Baada ya muda utakuja kujua. Kama ulianza bismillah, ukawa na sincere intention hakijawa, basi Mwenyezi Mungu anakupangia wewe ambacho kilicho bora kabisa. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu ni kucherish your parents, kuwafanyia wema wazazi. Hamna kikubwa kulicho hicho. Na vile vile jambo jingine, kila kitu chako unachokifanya kiwe kama mbegu, yani unaipanda. Una usemi unasema hata kama inasimama karibu kinasimama kiyama na wewe unataka kupanda mbegu, basi unaambiwa ifanye nini? Ipande. Ikiwa nia yako itawasaidia watu wengine kile kitu. Kwa sababu kila kitu unachokifanya uwe kama unakifanya kama mbegu, na nia yako ni iwe kuwa hichi kitu unachokifanya kiwe sababu ya mafanikio kwa generations to come. Yani kwa muda mrefu jamii ifanikiwe. Hiyo italeta baraka sana. Na baada ya hapo sasa uendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, unaendelea kupambana nacho hicho kitu. Lakini kubwa mawili ya mwisho, sisi kama binadamu kila tunapokaa kila muda lazima tukumbuke kuwa tutafanyaje? Tutakufa. Na tukifa kama Waislamu tunaambiwa kuna siku ya nini? Ya hesabu. Kila jambo letu Mwenyezi Mungu ataliweka mbele, atatuhesabu. Kweli hapo unaweza kukengeuka ikiwa una imani thabiti hiyo? Kweli utamdhulumu mtu? Kweli utaiba mali ya yatima? Kweli utaiba mali ya msikiti? Kweli utawadhulumu labda wafanya kazi au utafanya chochote cha dhulma? Ikiwa wewe unakujua kila dakika unakumbuka kuwa kuna kufa, na Mwenyezi Mungu kila jambo langu nalolifanya ninaweka mbele kuwa kuna siku mimi Mwenyezi Mungu roho ataichukua na atanisimamisha kuhesabiwa katika kila tendo langu. Huwezi kukengeuka. Na jingine ni kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani ukiyaendesha maisha yako kwa mpango huu, kila jambo lako unaanza kwa bismillah, unakuwa na nia thabiti ya jambo lako. Sijui tumeelewana? Kwa ajili ya kumtii nani? Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kumserve Mwenyezi Mungu. Na kila jambo unalifanya ili li benefit generations to come, na unajitolea kwa jamii. Na kila jambo lako unamuomba Mwenyezi Mungu akusahilishie. Unawaheshimu wazazi wako, au hata kama wale ambao wazazi washatangulia mbele za haki, basi kila mara wewe kila saa unawaombea nini? Istighfari na msamaha, au unawatolea sadaka. Maana usije ukasema wameshakufa ndio basi. Tumeelewana hapo? Na kila jambo kila mara unakumbuka kwa kuna umauti na siku ya hesabu, na kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizi ndio usia nilisema ni utoe leo. Lakini ni vizuri vile Sheikh aliposema kuna mpango wa kuongeza sekondari, high school, kwa sababu mimi niwaambie elimu haina mwisho. Na niwaambie kila ukisoma una hamu usome zaidi, na kila ukisoma unajiona wewe hujui zaidi. Mimi nilisoma first degree Uganda, nikasoma masters ya Scotland Uingereza, nikafanya shahada ya nini ya ufalsafa Sweden, PhD wapi hapa University of Dar es Salaam. Lakini kila siku unavyosoma ukifungua kitabu unaona wewe hivi vitu vipya kabisa. Kwa sababu hata utakaposoma kwa hizi elimu hizi za secular, kila unapokwenda juu wewe una specialize zaidi. Umenielewa? Unasoma nukta moja.
Unapokwenda tena kwenye ile wanaita PhD, Doctor of Philosophy, huko ndo kabisa unasoma bahari, lakini baadaye unaenda kutafiti kitu chapata hivi, ndo unaleta sasa wewe taaluma mpya wanasema duniani katika hilo ulofanya research. Kwa hiyo na ilmu ni pana. Kwa hiyo ni muhimu, na vijana walomaliza la 7 sio huo ndo mwanzo wa kutembea. Na kwa sisi Waislamu ndio kuna umuhimu mkubwa wa kusoma. Siwezi mimi kuunganisha kusoma labda na utajiri na biashara. Sijui tumeelewana. Tunasema zile entrepreneurial ni vitu tofauti. Lakini mimi nina imani moja, mfanya biashara mzuri ambaye ni entrepreneur lakini vile vile akasoma atakuwa mzuri zaidi. Sijui tumeelewana. Kwa hiyo na hii dunia tunapokwenda sasa hivi, competition ni kubwa sana. Competition ni kubwa sana. Kwa hiyo na kila jambo uko mbele tunapokwenda inabidi mtu ulifanye kitaaluma na ulifanye kiprofessional. Kila tunapokwenda wale watu wote ambao sio professional na hawafati taaluma katika jambo lao, baada ya muda wanaweza kujikuta wanawekwa pembeni. Wale ambao wamebobea na wenye taaluma ya jambo hilo ndo watakwenda mbele. Kwa hiyo kuhakikisha kuwa kwenye taaluma kujikita zaidi na zaidi ni jambo zuri. Naona nimetumia muda wa zaidi niliopewa, lakini naomba radhi kwa hilo. Lakini na imani maneno machache tuliyozungumza yanaweza kuwa msaada kwa baadhi yetu. Na kwa kumalizia tena, namshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii. Lakini wewe nawashukuru sana Chris, Sheikh Ismail kwa kunipa fursa ya kuja hapa leo kuzungumza. Jana ilikuwa kwenye harakati, jana nilikuwa safarini, lakini sitoikosa hii. Kwa hiyo nawashukuru sana na asanteni sana na jazakumullahu khair. Na tumemzingatia kikubwa kuyafanyia kazi maneno hayo. Muda tulionao, tuna matukio matatu: tukio la ugawaji wa vyeti na zawadi, picha pamoja na dua ya kufunga. Namkabidhi maiki hii mwalimu wangu Ticha Yasiri kwa ajili ya ugawaji wa vyeti. Pia tumehudhuriwa na mwakilishi kutoka shule ya Uhuru wasichana. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tunakwenda moja kwa moja katika zoezi la ugawaji wa vyeti. Waheshimiwa wageni waalikwa meza kuu, nitakuombeni kwa heshima na taadhima ni mnyanyue mmoja wenu awe anakuja kugawa hivi vyeti. Tutaanza moja kwa moja na vyeti vya wahitimu wa darasa la 7. Wahitimu wa darasa la 7. Hawa wahitimu wa darasa la 7 watapewa vyeti vyao na mkurugenzi wa shule Sheikh Muhammad Mahmud. Tafadhali na kuomba uje kwenye stage kwa ajili ya kugawa hivi vyeti. Right away tunaanza na Ayan Amin Master. Ayan Amin Master. Afuate Faisal Isa Mushi. Faisal Isa Mushi. Taha. Faisal, wait a minute.
afuate
naomba Inspector Sheila
na taadhima, mheshimiwa mgeni rasmi, hawa uwapatie wewe. Nitakuomba mheshimiwa mgeni rasmi uwapatie wewe wanafunzi hawa. These are the most consistent students. Katika taaluma wamekuwa ni the best. Tizama matokeo yao utaona ni A tu. A. B yani sijui ni haramu kwao. Wa kwanza ni Basma Liban Abdullahi. Basma akifuatiwa na Farhat Isa Mushi. Farhat Isa Mushi. Baada ya kupokea zawadi, baki huku ili mpige picha na mgeni rasmi. Farhat Isa Mushi akifuatiwa na Abdurrahman Hussein. Farhat Isa Mushi. Farhat Isa Mushi. Abdurrahman Hussein Ahmed. Alikuwa amepitiwa na usingizi. Abdurrahman Hussein Ahmed akifuatiwa na Nur Abbas Ahmed. Huyu katika igizo letu ndio yule mwanafunzi ambaye ameigiza kama mzazi. Mtoto anakwenda kumuomba, mama nisaidie homework. Yeye alikuwa busy. Wewe za vikoba unalipa sanga? Ndio mzazi akionyesha. Akifuatiwa na Fatima Rashid Habib. Fatima Rashid Habib. Fatima Rashid Habib akifuatiwa na Manal Ali Awes. Manal Ali Awes akifuatiwa na Ibtisam Suleiman Maulid. Ibtisam Suleiman Maulid. Na wa mwisho ni Nasria Ismail Khamis. Huyu tokea ameanza chekechea haijawahi kutokea, amekuwa mtu wa pili. Haijawahi. Sasa hivi yuko darasa la 6. Haijawahi kutokea. Na sio tu mtu wa kwanza, alama zake ni kule. Upinzani kwake imekuwa ni changamoto sana. Anapita mara nyingi bila kupingwa huyo. Asim mwanafunzi bora wa KG2. Asim, njoo na cheti chako tafadhali. Asim. Mwanafunzi ambaye amekuwa ni most consistent kwa darasa la 7, tunaomba tusimuite hapa mbele kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, ni Mariam Jamal Isa. Tunaomba pige picha na mgeni rasmi. Kila mmoja amepatiwa zawadi ya kikombe chenye logo ya shule lakini imeandikwa jina lake, best students, na kwa mwaka husika. Naomba mpige picha na mheshimiwa mgeni rasmi mkiwa mmebeba zenu. Shikilia zawadi ya kikombe chako. Sasa hivyo vikombe nyumbani, chai unywe wewe peke yako, usimpe mtu mwingine. Mnaweza mkaketi. Tunamaliza kipengele cha mwisho ambacho tunamuomba mheshimiwa mgeni rasmi. Mnaweza mkaenda.
Tunamwomba kipengele cha mwisho hiki mheshimiwa mgeni rasmi aweze kushiriki katika kugawa. Hii mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue kuwa ni zawadi ya mzazi wa mwaka, Parent of the Year. Tumekuwa tukihitaji sana ushiriki wa wazazi katika kila kipengele. Tunaamini ili mtoto aweze kuwa vizuri lazima tushirikiane shule, wazazi na yeye mwanafunzi mwenyewe. Kwa hiyo zawadi hii ni mzazi wa mwaka. Tumezingatia nini? Tumezingatia kwanza ushirikiano wake. Sisi tuna diaries, namna ambavyo ana sign katika diaries, namna ambavyo anashiriki katika vikao. Tumeweza pia kuzingatia ushirikiano tofauti. Anahudhuria katika mambo yetu na anahudhuria kwa kiwango gani. Huyu mzazi mheshimiwa mgeni rasmi kwa mwaka mzima hajawahi kukosa kikao cha wazazi. Hakuwahi kukosa. Na si mwaka huu pekee, hata miaka ya nyuma hakuwahi kukosa katika kikao. Na ikitokea amedharurika, wallahi anatoa taarifa na anaomba sana. Na baada ya hapo anauliza kuna nini na nini, anafuatilia. Kwa hivyo tumeona kama shule ni vyema tuka acknowledge mchango wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitaomba umpe zawadi. Huyu ni Saleh Kambangwa. Huyu mzazi anaitwa Saleh Kambangwa. Baadhi wanaweza kaona mbona sura mpya? Huyu ni baba, lakini katika vikao, katika nini, amekuwa akihakikisha kwamba mkewe anahudhuria, mkewe anafika. Kwa hivyo tunamu-acknowledge huyu kwa zawadi, na tunampa hii chupa baada ya uchovu wa mwaka mzima, angalau aweke maji anywe. Na mwisho tunaomba tu acknowledge mchango wako kwetu mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Muhsin Salim Masoud, angalau kwa cheti cha appreciation. Na cheti hiki ninamuomba nimnyanyue mkurugenzi wa taasisi ya Crest Foundation aweze kumgawia mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Muhsin Salim Masoud. Shukran sana. Baada ya hapo naomba nirudishe kipaza sauti kwa MC aweze kuendelea na ratiba. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo mwisho mwa hafla yetu. Kilichobaki ni dua pamoja na dhifa, na nimeelekezwa dua nilipeleke kwa imamu wetu wa Masjidi Kipata Sheikh Abbas. Naomba nikufate mimi ili nisikusumbue. Baada ya hapo kutakuwa na matangazo mawili matatu. ونية قبول وإلى حضرة النبي النور مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kwanza kwa niaba ya uongozi wa shule
unayo furaha ya kuwashukuru kwa kuwakimbilia katika jambo hili, pamoja na kuwa ninyi mmekuwa ni sehemu ya suala hili, lakini mmekubali kulipa umuhimu wake. Kipekee tunamshukuru mgeni rasmi na wageni waalikwa kwa kuhudhuria kwenu katika hafla yetu hii. Lingine, napewa hapa utaratibu wa namna ya kutoka. Wageni rasmi tunawaomba meza kuu mubaki hapo hapo, mnaletewa dhifa. Wakati huo na sisi wengine tukiwa tumesalia katika viti vyetu. Sasa ukiwa umekaa kwenye kiti chako, tafadhali ishike kuponi yako ambayo uliingia nayo.